Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabonea na comment, vile vile una partage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Na hii ni taarifa ya habari za mchana wa leo, ambapo utapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunachokuomba kwa saizi ni hakikisha unajiabonea na comment, vile vile una partage kwa walio wengi, wala unaweza kutuandikia kwa namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangaza kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano mapya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa M23 imeripotiwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mapigano hayo yaliripotiwa katika maeneo ya Qatar, Tushunguti, Nyamugari na Kivuka na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yalianza majira saa 1 asubuhi, huku milio ya silaha ikisikika katika maeneo kadhaa kwa wakati moja. Hali hii ilizua taharuki kwa wananchi ambao tayari wamekuwa ikabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama na madhara ya mapigano ya mara kwa mara. Hali inayodaiwa kuwa mbaya zaidi ni kufika majira saa 4 asubuhi, ambako mashambulizi makali na milipuko ya mabomu yaliripotiwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia wanaoishi karibu na maeneo ya mapambano. Kwa kuwa mapigano yalitokea katika maeneo yenye wakazi, hofu kubwa ni kwamba raia wasiohusika wanaweza kuathirika moja kwa moja na vita. Taarifa zilizotolewa hazijaweka wazi idadi kamili ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Hata hivyo, vyanzo vya kiraia vinaripoti madhara mbalimbali yanayodaiwa kutokana na mapigano hayo, yakiwemo uharibifu wa baadhi ya nyumba, shule, miundombinu mingine ya kiraia. Mbali na uharibifu huo, familia kadhaa zimeripotiwa kuondoka katika makazi yao na kutafuta maeneo salama kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Kinachotia wasiwasi zaidi katika tukio hili ni kwamba Kale tayari ni eneo ambalo limeathiriwa kwa muda na machafuko na harakati za watu wanaokimbia mapigano. Kila wakati mapigano yanapoanza upya, familia ambazo tayari zimepoteza makazi au zimehama kutoka maeneo mengine ulazimika tena kutafuta usalama. Hali hii inaweza kuongeza mzigo kwa jamii zinazowapokea wakimbizi na pia kwa mashirika ya kibinadamu yanayojaribu kutoa misaada. Kwa upande wa mapigano katika maeneo ya kama vile Qatar, Tushunguti, Nyamugari na Kivuka yanaonyesha jinsi hali ya usalama ilivyoweza kubadilika kwa haraka katika maeneo ya Kale. Wananchi wanaweza kulazimika kusitisha shughuli zao za kila siku, huko shule, biashara na huduma nyingine za kijamii zikitatizika. Mashirika ya kiraia kwa hiyo wametaka serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza uangalizi katika maeneo yaliyoathirika na kuhakikisha kwamba raia wanalindwa dhidi ya madhara ya mapigano. Kufikia Jumanne tarehe 18 mwezi wa 8, hali ya utulivu ya muda uliripotiwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Hata hivyo, utulivu huo bado unaonekana kuwa dhaifu kutokana na hofu ya uwezekano wa mapigano kuanza tena. Wananchi wanaendelea kutaka hatua madhubuti zichukuliwe ili kuhakikisha usalama wao na kuzuia kuendelea kwa uhamaji wa lazima wa watu. Kwa jumla, mapigano haya mapya ya Kale yanaonyesha changamoto kubwa inayokabili Kivu Kusini, ambako migogoro ya silaha inaendelea kuwa chanzo cha vifo, uharibifu wa mali na kuhama kwa raia. Jambo la msingi kwa sasa ni kuhakikisha usalama wa raia, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia waathirika na kutafuta njia muhimu ya kumaliza mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu. Hii ni ripoti inayotokana na ripoti za mashirika ya kiraia kuhusu matukio ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026, madai kuhusu wahusika, vifo na uharibifu yanapaswa kudhibitiwa na vyanzo uhuru.
Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ile utulivu wa muda umeripotiwa katika eneo la Minjenje katika kijiji cha Banakindi groupement ya Kisimba eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mashambulizi ya mabomu yaliyolenga maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalitokea Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 na taarifa zinaeleza kuwa yalihusishwa na waasi wa M23 waliodaiwa kutoka upande wa Malemo katika eneo jirani la Masisi. Milio ya mabomu ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Minjenje na Mpeti, vijiji viwili vilivyo katika sehemu hiyo ya groupement ya Kisimba. Pamoja na hofu iliyotokana na mashambulizi hayo, taarifa kutoka vyanzo vya usalama katika eneo hilo vinasema kwamba hakuna mtu aliyeripotiwa kuuawa au kujeruhiwa kutokana na mlipuko huo. Hii ni jambo muhimu kwa wakazi kwa sababu mashambulizi ya mabomu katika maeneo yenye wakazi yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa raia, hasa pale ambako hakuna muda wa kutosha wa watu kujistiri au kuondoka katika maeneo yaliyo hatarini. Hata hivyo, licha ya mashambulizi hayo, nafasi ya kijeshi zilizopo Minjenje zimeripotiwa kuendelea kuwa chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na Wazalendo ambao wanaungwa mkono na upande wa serikali katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, yani dhidi makundi ya waasi. Ingawa hali imeanza kutulia, utulivu huo bado umeonekana kuwa ni wa muda na wenye tahadhari kubwa. Wakazi wa Minjenje na Mpeti wamekuwa wakiishi katika mazingira yenye hofu kutokana na kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Walikale. Kwa wiki kadhaa, groupement ya Kisimba pamoja na maeneo jirani yamekuwa yakikabiliwa na matukio ya mapigano, mashambulizi ya mabomu na harakati za watu wanaokimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea katika sehemu hizo. Hali hii imeathiri maisha ya kawaida ya wananchi ambao wakati mwingine hulazimika kusitisha shughuli zao, kuondoka katika makazi yao au kutafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa mtazamo wa kiusalama, tukio la Minjenje linaonyesha kwamba eneo la Walikale bado linaendelea kuwa sehemu yenye umuhimu katika mzozo wa Kivu Kaskazini. Kuwepo kwa mapigano na mashambulizi katika maeneo jirani yanaongeza uwezekano wa machafuko kusambaa kutoka eneo moja kwenda jingine. Taarifa kwamba mashambulizi yaliyodaiwa kutoka upande wa Malemo katika eneo la Masisi inaonyesha namna maeneo ya Masisi na Walikale inavyoweza kuathiriana kutokana na ukaribu wa maeneo yenye mapigano. Kwa wananchi, jambo kubwa zaidi si tu nani anayeshambulia au nani anayeshikilia eneo fulani, bali ni kuhakikisha kwamba maisha yao yanalindwa na kwamba wanapata nafasi ya kuendelea na shughuli zao bila hofu. Baada ya tukio la Jumamosi, hali ilianza kutulia na wakazi wa Minjenje pamoja na Mpeti wameanza kuratibu kurejea kwenye shughuli zao za kila siku. Hata hivyo, kurejea kwa shughuli hakumaanishi kwamba changamoto ya usalama imekwisha. Wakazi bado wanaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya eneo hilo, huku wakitazama kama utulivu uliopo utaendelea. Kwa sasa hakuna taarifa ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Nafasi za Minjenje zinaendelea kuripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo na FARDC. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha hali tete ya usalama katika eneo la Walikale ambako utulivu unaweza kubadilika kwa haraka kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Hivyo macho yanaendelea kuelekezwa Minjenje na maeneo jirani, huku wananchi wakitumaini kwamba utulivu huu wa muda utageuka kuwa amani ya kudumu na utawawezesha kuendelea na maisha yao bila hofu ya mashambulizi tena mengine mapya. Ni habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano makali yameripotiwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika maeneo ya jirani ya Minembwe katika eneo la nyanda za juu za eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Biobe Malenga, mapigano yalianza majira ya saa 4 asubuhi huku yakihusisha upande wa FARDC unaoungwa mkono na Wazalendo dhidi ya muungano wa Red Tabara Twirwaneho ambao taarifa inasema kwamba wanajiunga na AFC M23.
Mapigano hayo yaripotiwa kujikita zaidi katika vijiji vya Nyaruhinga na Mukoko, maeneo ambayo yako katika ukanda wenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika nyanda za juu za Fizi. Eneo la Minembwe kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mvutano wa kijeshi na kisiasa. Kwa hiyo mapigano mapya yanaweza kuwa na hatari zaidi ya eneo moja, hasa ikiwa itaendelea kusambaa kuelekea vijiji vingine vinavyozunguka eneo hilo. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa pande zote zimetumia vikosi vya washirika wao wa ndani. FARDC imekuwa ikifanya kazi pamoja na wazalendo, huku upande mwingine ukihusishwa na Red Tabara Twirwaneho. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba hakuna taarifa huru ya kutosha katika taarifa hii inayothibitisha idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, wala haijawekwa wazi ni upande gani uliokuwa unadhibiti Nyaruhinga au Mukoko baada ya mapigano. Kwa mtazamo wa kiusalama, Minembwe ni eneo lenye umuhimu mkubwa kwa sababu ya nafasi yake katika eneo la nyanda za juu za Fizi na uhusiano wake wa maeneo mengine yenye migogoro ya muda mrefu. Udhibiti wa vijiji na njia zinazounganisha maeneo haya unaweza kumpa upande mmoja nafasi nzuri ya kusogeza wanajeshi wake, vifaa na mahitaji ya kijeshi. Ndio maana mapigano katika Nyaruhinga na Mukoko hayawezi kutazamwa kama tukio dogo pekee. Ikiwa mapigano yataendelea, yanaweza kusababisha ongezeko la hofu miongoni mwa raia, kusababisha baadhi ya familia kuhama makazi yao na kuvuruga shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Wakati mapigano yakiendelea katika nyanda za juu za Fizi, taarifa nyingine zinaeleza kuhusu operation ya kijeshi katika eneo la Kale. Huko wazalendo wakiripotiwa kufanya mashambulizi ya kukabiliana na upande unaohusishwa na M23 katika maeneo ya Katare, Chunguti, Nyamugari na Kivoka. Hali hii inaonyesha kwamba changamoto ya kiusalama haijajikita katika Minembwe pekee. Badala yake, maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini yanaendelea kushuhudia harakati ya kijeshi kati ya makundi yenye misimamo tofauti. Kwanza, mapigano haya yanaonyesha kwamba licha ya juhudi za kisiasa na kidiplomasia zinazolenga kupunguza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ardhini bado ni mbaya, au hali kwenye uwanja wa vita bado ni mbaya. Pili, matumizi ya vikundi vya wenyeji kama wazalendo, Twirwaneho na Red Tabara yanafanya mazingira ya vita kuwa magumu zaidi. Kila upande unapokuwa na washirika wake na wa ndani, mapigano yanaweza kuendelea hata wakati viongozi wa kisiasa wakiwa katika mazungumzo. Tatu, kuenea kwa mapigano katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini kunaongeza hatari kwa raia. Kila ongezeko la mapigano linaweza kuathiri usafiri, masoko, huduma za afya na elimu, pamoja na kuongeza idadi ya watu waliolazimika kutafuta maeneo salama. Kwa sasa ni mapema sana kusema kwamba upande fulani umepata ushindi wa mwisho huko Minembwe, kwa sababu taarifa iliyopo inathibitisha haijatoa uthibitisho wa kweli au kuhusu taarifa ya mwisho kamili ya kusema kwamba upande huu ndio umeshinda vita au jeshi fulani ndio imechukua udhibiti wa eneo fulani. Kwa ujumla, mapigano ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo ya Nyaruhinga na Mukoko karibu na Minembwe yanaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kijeshi katika maeneo ya Fizi. Wakati huo harakati za wazalendo katika maeneo ya Katare, Tuchunguti, Nyamugari na Kivoka huko Kale zinaonyesha kuwa Kivu Kusini bado iko katika mazingira magumu ya kiusalama. Kinachofuatiliwa sasa ni iwapo mapigano haya yatapungua au yataendelea kusambaa katika vijiji vingine. Jambo muhimu zaidi ni usalama wa raia, kwani katika mazingira kama haya taarifa za haraka na sahihi ni muhimu ili kuepusha hofu, propaganda na taarifa zisizothibitishwa. Hii ni hali inayohitaji uangalizi wa karibu kutoka kwa mamlaka za serikali, viongozi wa eneo, mashirika ya kibinadamu na jamii, huko juhudi za kisiasa na za kutafuta suluhu ya kudumu zikiendelea. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone na comment, vile una partage kwa walio wengi ili habari endelee kuwa
kuwafikia wote sehemu nyote walipo. Asante sana, jina langu ni Ite Edi George. Unaweza kutanikia kwenye namba ambayo ninaendelea kuona kwenye video kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Asante.